Mjumbe wa kasi ndo nimeingia. Mjumbe wa kasi ndo nimeingia hapo. Kenny Meki sawa sawa hapo. Ngoja basi nisimame vizuri. Tayari bana? Kenny Meki sawa sawa hapo. Kenny Meki sawa sawa hapo. Mjumbe wa kasi ndo nimeingia. Mjumbe wa kasi ndo nimeingia hapo. Mjumbe wa kasi. Kama sijakuwa tayari. Kusema kweli mechi ya leo ilikuwa ngumu sana. Na mimi kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza Mashujaa Football Club. Wametupa mchezo mgumu sana leo. Walikuja na mpango mzuri, walikuja na plani ya kueleweka kiufundi ya kuweza kutuzuia, na of course wamefanikiwa kutuzuia. Nafikiri msimu huu katika mechi ambayo imetupa wakati mgumu kwenye mechi zote mbili, basi ni Mashujaa. Mechi ya kule kwao ile Kitanganyika ilikuwa very tough. Dakika za usiku kabisa tukaenda tukapata bao. Mechi ya leo hapa KMC na kwenyewe imekuwa ngumu kweli. Mashujaa walikuja na mpango mzuri kweli wa kukaba, kuzuia na kucheza. Na bahati nzuri Mungu akawa upande wao, wakapata bao la mapema kabisa la Jafar Kibaya. Wakatengeneza mlima kuwa mgumu na mzito kweli kwa upande wetu. Tukalazimika kwanza kusawazisha bao hilo, tutafute na bao la ushindi. Hasa kwa timu ambayo ilikuja na mpango mzuri wa kuzuia, alafu unapata kazi ya wewe kusawazisha, alafu urudishe, inakuwa ni mzigo mzito kweli. Lakini tulitegemea aina hii ya mchezo kwa sababu ya ugumu waliokuwa nao wapinzani wetu, lakini wanapigania malengo yao. Ukiwaangalia hawapo kwenye mstari wa kushuka daraja, lakini pointi zao na wale ambao wapo kwenye mstari wa kushuka daraja ziko karibu kweli. Kwa hiyo wanatafuta pointi za kujiweka salama. Na wanapata wapi hizo pointi? Ni kwenye mechi kama hizi ambazo zimesalia, na ndio maana mechi ikawa ngumu kweli. Lakini kama haitoshi, wana mwalimu mzuri sana, Salum Mayanga, moja kati ya the best coach hapa Tanzania. Ana experience ya kutosha, ameucheza huu mpira, nyingi kweli, ana export kimoja, discipline, kwamba nidhamu ndio ingewawezesha wao walau kupata sare ama hata kupata ushindi. Hawakuwa na nidhamu, hasa baada ya kuongoza bao moja, wakawa wanacheza madhambi mengi, wamepewa kadi nyingi za njano, wameonyeshwa kadi nyingi za njano. Goli kipa wao akaenda kufanya makosa mtoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu. Wachezaji wao wakawa wanafanya makosa ndani ya 18, wakazalisha penalti mbili, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupress kwa dakika zote 90. Tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizike. Hicho ndio kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka, lazima atakukuruka tu. Lazima afanye vurugu. Ndicho ambacho amekifanya Mashujaa. Ilikuwa lazima tumchinje tu. Sasa tunamchinjaje? Ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kisu kimepita, nyama kaondoka na alama 3. Sherehe zinaendelea. Tuna sherehe ya finali, tuna sherehe ya kasi, na tuna sherehe ya kumnyoa Mashujaa. Na hii ilikuwa ni kama ile mechi ya nusu finali ile ambayo mlikuwa jukwani kule mmeshikilia na ubora. Hauwezi kukata tamaa. Ubora utaendelea kusukuma mpaka tupate tunachostahili. Na mechi ya leo, ndugu zangu, umeona hizi taa zenu hizi, ndugu zangu waandishi wa habari, leo mngeziwasha hapa ili tucheze mechi ishi. Namna ambavyo Mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala, leo tungecheza mechi na tochi, tungechanganya na taa zenu hizo, refa aone mpira, tucheze mpaka dakika 90 za haki zikamilike. Ahmed, hamuoni shida wanavyoita kwamba swali mawili mchanganya na lazima nyinyi mpaka penalty? Kwanza, ushindi ni ushindi, lazima utambue hilo. Iwe kwa penalti, iwe kwa faulo, iwe kwa namna yoyote ile, ushindi ni ushindi, ili mradi ni ushindi halali. Na tuwaambie tu, penalti ndizo zimetupeleka sisi finali baada ya kupigiana penalti na Almasi. Usidharau penalti. Na hata kwamba kwa namna mechi ilivyokuwa na pressure, of course kama tungedondosha alama, maana yake tulikuwa tunaweka ubingwa rehani. In either way, kupoteza ama kusali, hesabu zilikuwa zinakaa vigumu.
lakini ndio maana tukapambana ili kusecure pointi 3 za leo, mbio za ubingwa ziendelee kuwa hai. Ndio maana tukapambana kweli kweli tuweze. Lakini kwa nini labda tumecheza, hii swali mjaniuliza, kwa nini tumecheza mchezo wa aina hii? Tumetoka kucheza mechi kubwa na ngumu sana ya nusu finali pale Afrika Kusini. Tunategemea ucheze kwa kiwango cha chini sana, kwa pesi ya chini sana, kwa sababu nguvu kubwa imetumika katika mechi ile ya iliyopita. Ndio maana hata mwalimu akalazimika kufanya rotation ili ile fresh damu iweze kuingia na kukonka mechi, alafu wengine waje waingie baadaye wakiwa vile vile na nguvu mpya waweze kucheza kwa dakika 45. Kwa hiyo wana Simba lazima watambue hili kwa mechi tuliocheza Jumapili, ili kwa lazima mechi hii ya leo tucheze kwa namna hiyo, na muhimu tumepata ushindi, tunaendelea ku-celebrate. Ukicheza hata timu ambayo unasikia imeelewa pia sasa ni msimu kama hiyo, wewe mnawaambia nini wachezaji? Kama ni kweli waliahidiwa pesa, kama ni kweli, I'm not sure. Kama ni kweli waliahidiwa, ilikuwa ni kiasi gani? Inasemekana milioni 100. Inasemekana milioni 100. Unasema wewe? Kama ni milioni 100 kweli, kwa wapi 50 ni sana. No, wawape tu. Wawape. Kusema kweli, vijana wamejituma mno. Mimi mwenyewe kama ningekuwa na fedha ningewapa. Wallahi ladhim. Wamecheza out of their power. Wamecheza nje ya kiwango chao. Ni kwa sababu pengine ahadi ilikuwa inawavuzu. Sasa kama ni kweli waliwaahidi ushindi, unasema sare ndio ilikuwa, basi wawape tu hiyo 50. Kusema kweli wamejitoa mno, wamejitoa sana kusema kweli, wanastahili kupewa chochote. Wasiwa kwamba mbona taa zinazidi kupungua? Ipo washeni taa, nataka nionekane. Inaonekana vizuri safi. Mwenye taa ni nani huyo? William Komba. Hebu nawe zima kidogo tuone. Zima tu basi. Jana hivi. Tuashe. Tufurahi kidogo. Kama hivyo ndivyo ilivyo, na kama hiyo ndio hukumu, sisi Simba Sports Club tumefurahi pakubwa sana. Lakini kama kuna Mtanzania yeyote ama kama kuna kiumbe yeyote alikuwa anategemea ama ana matumaini ya kwamba wale mabwana wangeshinda ile kesi, huyo ni katika watu mapunguani. Kumbe ilishafahamika. Ni katika kesi ya hovyo mno kuwahi kutokea duniani. Kwa hiyo sisi tulijua ya kwamba hawa wanajitekenya na watagonga mwamba tu. Imegonga mwamba kweli. Uswizi haijawahi kudanganya. Wamekusanyana vikundi vya watu sijui 5, wakajazana pale maneno ya ujinga. I'm not sure wale mawakili hawakuwa wanajua kwamba hii ni kesi ya hofu. I'm not sure. Kwa utaalamu wao naamini wale walipanga tu kupiga hela. Unajua ile kwa mtu anaweza kukwambia unaweza utafanikiwa. Tunatoboa. Kumbe ana mpango wa hela zako. Na Waswahili wanasema wajinga ndio wale wao. Inawezekana wale mabwana walijua kabisa hawa hawatoboi, lakini madhari kuna hela hapa, na hela haina dini. Unaweza kuna ni wanachama wenzetu, lakini washaona pale kuna fursa ya hela, na wajinga ndio wali wao, wakampampisha tu. Tunashinda hii tajiri. Tunashinda hii rahisi. Hii hainyeupe mapema kabisa hii. Hapa watafungiwa TFF, watafungiwa na pointi 3 tutapewa. Wale wakajaa kichwa, wakapeleka kesi kwenye mahakama ya kasi. Ni mahakama ya usuluhishi. Mmeshindwana katika ngazi zenu huko, ndio unaleta kesi yako hapa usuluhishi. Sijui unaelewa? Ni jambo jepesi mno. Sasa nyinyi hatujashindwana ndani. Unaenda huko, anakwenda kusuluhisha kitu gani? Kasi ametupa makaratasi huko chali, tunasubiri tarehe ya dada. Na ndio maana nasema ninayo furaha vibaya mno, kwa sababu kwanza waitaka kuichafua ligi yetu,
Pili, wakataka kuichafua bodi yetu ya ligi. Tatu, wakataka kuichafua TFF yetu. Na 4, wakataka kumchafua Wallace Karia. Kupeleka kesi kwenye mamlaka ya ndani, tafsiri yake ni mamlaka ya nje, tafsiri yake ni kwamba hauridhiki na mamlaka zako za ndani. Tafsiri yake ni kwamba mamlaka zako za ndani hazitendi haki. Tafsiri yake ni kwamba hauna imani na mamlaka ya ndani. Tafsiri yake ni kwamba mamlaka za ndani hazifai, ndio maana wamekwenda kukimbilia mamlaka za nje. Sasa je, tujiulize, bodi ya ligi haifai? Tujiulize, TFF ya ligi, TFF haifai, Mguto hafai, Karia hafai. Ni kutaka kuwatukanisha viongozi wetu ambao wanafanya kazi kubwa kubrandi huu mpira. Simba hii leo tuko fainali ya kafu ni kwa sababu ya ligi hii bora imetutengeneza Simba, ni kwa sababu ya TFF imara iliyotengeneza misingi imara ya mpira. Simba hii leo tuko fainali. Sasa anapotokea mtu anakwenda kuwachonjea TFF huko ili waonekane wabaya, sisi kama wadau wa mpira tunafurahia ushindi huu. Ni ushindi wa Wallace, wala hata sio wa Simba. Ni ushindi wa Wallace Karia, ni ushindi wa TFF, ni ushindi wa Mguto personale, na ushindi wa bodi ya ligi kwa ujumla. Na mimi nimefurahi kwa haya matokeo, kwa huu ushindi ambao wamepata hizi mamlaka. Mamlaka ziheshimiwe. Tuache kukurupuka, tuache mihemko, tuache kutaka kufurahisha mashabiki wetu, tufuate misingi na sheria za mpira wa miguu. Ndio maana nasema I'm very happy. Mara nyingi nini kinafanya zaidi mshinde? Sasa kama watu walishindwa na Morrison, wanaweza wakashinda kesi kasi. Kama mimi hapa nimewashinda kesi, wataweza kushindana na kasi. Mimi nimewanyoa. Mimi nimewanyoa kwenye kesi pale TFF. Walikuwa mawakili 3 na CEO wao, nikawanyoa mchana kwa upe. Mimi nilikuwa na mwanasheria wangu mwamba anaitwa Hosea Chamba. Wawili. Unaongea mwanangu sana. Alafu hatuna diary wa nini, vitu vinatoka hapa. Yule Hosea Chamba, sheria za nchi, sheria za FIFA, sheria za CAF, za TFF ziko hapa. Akawa anafyatuka tu. Wala bwana wamekuja na ushahidi namna hiyo wa kujaza Kenta. Tukawapiga mchana kwa upe. Sina hatia. Sasa kama mimi nimeshinda kesi hiyo, ndo wataweza kasi. Tuondokeni jamaa.